Beatrice alibaki akilia sana. Baba akamtuliza kwa upole kwa sababu walikuwa wamesikia maongezi yote. Beatrice akasema, "Baba, mama, naomba mnisamehe sana. Siwezi kufunga ndoa na Daniel." Mama akamwangalia Beatrice kwa huzuni na kusema, "Mwanangu, najua unampenda sana George, lakini ukweli ni kwamba alikuumiza na familia yake yote ilikuumiza na pia hawakupendi wewe. Baada ya mambo yote yale, unataka kurudi tena kule?" Beatrice akatikisa kichwa huku machozi yakimtiririka. "George ananipenda sana na mimi nampenda pia. Siwezi kuishi na Daniel wakati najua George yupo. Sitaweza kuwa na amani maishani mwangu. Naomba niende kwa George tafadhali." Wazazi walikuwa wamechanganyikiwa, hawajui wafanye nini. Mama yake Beatrice akasema, "Hapana, huwezi ukafanya hivi. It's too late. Mbona Daniel anaonekana ni kijana mzuri sana. Pia anakupenda, anakuheshimu. Hata familia yake inakupenda. Huwezi ukamfanyia hivi." "Mama, nampenda sana George. Siwezi kuishi na Daniel." Wazazi wakabaki kimya kwa muda wakitazamana. Mama akasema, "Mume wangu, hivi itakuwaje sasa? Mbona ni aibu? Na kijana wa watu je?" Baba akajibu, "Na binti yetu sasa itakuwaje?" Mama akamgeukia Beatrice tena na kusema, "Mbona sasa ulikubali kuolewa na Daniel? Hivi ni kweli ulikuwa unampenda huyu kijana?" Beatrice akazidi kulia. "Wazazi wangu, naomba mnisamehe, ila kwa sasa siwezi kufunga ndoa na Daniel. Nampenda sana George." Wazazi walimwonea huruma binti yao, hatimaye wakamruhusu aondoke. Beatrice akaingia kwenye gari, yeye na mama yake wakaondoka pale haraka na kurudi nyumbani. Muda wote wakiwa kwenye gari, mama alikuwa amechanganyikiwa kabisa, hajui itakuwaje hasa kwa upande wa Daniel. Walipofika nyumbani, Beatrice akabadilisha nguo zake haraka, akakata tiketi ya ndege online, kisha akaondoka moja kwa moja kuelekea uwanja wa ndege. Safari ya kwenda Dar es Salaam ikaanza. Safari hii moyo wake ulikuwa na furaha na matumaini makubwa kwamba lazima aonane na George wake. Na kule kanisani watu walizidi kunong'ona wakijiuliza, bibi harusi yuko wapi? Mbona muda unazidi kusonga? Kuna nini kinaendelea? Daniel alizidi kuchanganyikiwa. Aligeuka mara kwa mara akitazama mlango wa kanisa, lakini Beatrice hakutokea. Akapiga simu lakini haikupatikana. Akamuuliza Joyce, "Vipi, Beatrice yuko wapi?" Joyce kwa hofu akasema, "Punguza wasiwasi. Beatrice nimekuja naye mimi mwenyewe mpaka hapo nje. Nimemwacha na wazazi wake." "Yuko wapi sasa? Mbona muda unazidi kwenda hingii?" "Daniel, hebu tulia. Ngoja nikaangalie, wako hapo nje." Joyce kabla hajanyanyuka kwenda nje, akamwona baba yake Beatrice akizungumza na mchungaji. Baba yake Beatrice akamweleza mchungaji, "Samahani mchungaji, mimi ni baba yake mzazi Beatrice. Binti yangu amepata dharura, hivyo ndoa haiwezi kafungwa." Baada ya hapo, baba akaondoka bila hata kusubiri. Mchungaji akatangaza, "Tumepata taarifa kwamba bibi harusi amepata dharura, hivyo ndoa haitafungwa leo." Daniel akabaki ameduaa. "Haiwezekani. Dharura gani ambayo mimi siifahamu?" Watu wakaanza kunong'ona, "Haijawahi kutokea. Hapa kuna jambo kubwa linaendelea." Oh, maskini sana Daniel. Daniel akatoka mbio kanisani, akaingia kwenye gari lake na kuelekea nyumbani kwa kina Beatrice akiwa na hasira na maumivu makali. Na wakati huo nyumbani kwa kina Beatrice kulikuwa na mgeni anayeitwa Elizabeth. Huyu ni mtoto wa dada yake mama Beatrice. Alikuwa ametoka Canada, amekuja kuhudhuria ndoa ya Beatrice. Mama yake Beatrice alimlazimisha sana asikose kuja. Alikuwa amefika jana yake na alikuwa amefikia hotelini. Asubuhi alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Alitaka kumsurprise mama yake mdogo. Akiwa anatoka hotelini akampigia simu mama yake Beatrice. Mama akamwambia kwamba asiende kanisani, ndoa ilikuwa imeahirishwa. Basi Elizabeth akatoka moja kwa moja na kuelekea nyumbani. Alipofika walisalimiana kwa furaha sana, maana ni muda mrefu hawajaonana. Wakiwa wanazungumza, lakini kabla
mama hajamweleza sababu ya ndoa kutokufungwa, Daniel alifika nje na kuanza kupiga kelele. Beatrice, njoo hapa. Niambie ni kwa nini umenifanyia hivi? Nataka unijibu maswali yangu, njoo hapa. Mama na Eliza wakaangaliana kwa mshtuko. Mama akawa anatetemeka atamjibu nini kijana wa watu. Lakini Elizabeth akasikiliza sauti ile na kujisemea moyoni, hii sauti mbona kama naijua. Eliza akatoka nje licha ya kuzuiwa na mama yake mdogo. Daniel akaendelea kupiga kelele. Beatrice, njoo hapa haraka unijibu maswali yangu. Kama ulikuwa unipendi, kwa nini ulikubali kufunga ndoa na mimi? Na mara Elizabeth akafika nje na kumuona Daniel. Kwa mshangao mkubwa akasema, Daniel, ni wewe? Daniel akapigwa butwaa akanyamaza. Wazazi wa Beatrice wakatazamana baada ya kujua kwamba Elizabeth na Daniel wanafahamiana. Eliza akasema, ina maana huyu ndio alitaka kumuoa Beatrice? Mama akasema, ndiyo, kwani kuna shida? Elizabeth akasema kwa ukali, huyu kijana hafai kabisa, ni mshenzi. Huyu ndiye aliyenichapeli mali zangu zote na kunikimbia. Wazazi wa Beatrice walishtuka sana kusikia hivyo. Elizabeth akaendelea kusema, ama kweli hii dunia wala sio kubwa. Ulidhani hatutaonana tena, si ndio? Ukajifanya mjanja sana. Na kuhakikishia Daniel, utalipia yote ulionifanyia. Daniel alikuwa mpole, ukali na hasira vyote vikamuisha. Eliza akaendelea kusema, yaani huyu kijana ana tabia kutafuta wanawake wenye pesa na kuwatapeli. Yaani mdogo wangu Beatrice ana bahati sana. Mungu kamwepusha na hili tapeli hapa. Daniel akajaribu kujitetea lakini akashindwa. Wazazi wakapiga simu kwa walinzi, walinzi wakamkamata na kumpeleka polisi. Wazazi wa Beatrice wakamshukuru sana Mungu kwa kumlinda binti yao. Na kule jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, Beatrice alikuwa tayari ameshawasili. Akamjulisha Zulfa kwamba ameshafika, kisha akampigia Peter. Peter alifurahi sana kusikia sauti ya Beatrice. Wakazungumza kwa muda mrefu. Peter akamweleza kila kitu kwa undani, kuhusu ajali ya George, mateso anayoyapitia na jinsi ambavyo bado anamtafuta. Beatrice aliumia sana, lakini shauku yake ilikuwa moja tu, amuone George. Na kule jijini Nairobi kwenye ukumbi wa sherehe, majira ya jioni, baadhi ya wageni ambao hawakuwa na taarifa kwamba ndoa haikufungwa walifika ukumbini. Ukumbi ulikuwa umepambwa vizuri na umependeza sana. Watu walikuwa wamependeza sana, lakini pia minong'ono ilikuwa ni mingi. MC akasimama na kusema, ndugu wageni waalikwa, leo hakutakuwa na sherehe iliyotarajiwa. Kwa hiyo kwa sasa mtapata chakula na vinywaji, kutakuwa na burudani, lakini baada ya hapo mnaweza kuondoka. Watu wakala na kunywa huku wakinong'ona, jamani, haya ni maajabu. Hivi kuna nini kinaendelea? Inasemekana bibi harusi ya kutokea kanisani. Maskini. Huyu kijana anatia huruma. Hii sio kawaida. Yaani binti kutokufika kanisani kwa ajili ya ndoa. Inawezekana kuna siri kubwa kaigundua kuhusu huyo kaka. Kila mtu aliendelea kusema lake. Mziki ukaendelea kupigwa kwa utulivu, lakini furaha haikuwepo. Kulikuwa na mshangao na maswali mengi. Na kule nchini Tanzania jijini Dar es Salaam, Neema na Innocent walipoondoka na pesa walizozipata kwa kuuza mali na mkopo wa benki, mwanzo wa maisha yao yalionekana mazuri sana. Walihamia kwenye nyumba nzuri ya kupanga. Wakaanza kula maisha bila kujali kesho. Kila siku ilikuwa ni starehe, matembezi. Walinunua vitu vya gharama na kujiona wamefanikiwa sana. Neema alikuwa akivaa nguo za bei ghali, alibadilisha simu mara kwa mara na kuonekana kama mtu aliyefanikiwa sana. Innocent naye alikuwa akiishi maisha ya kujionyesha, kutumia pesa bila mpango, kuwakopesha marafiki na hata kuingia kwenye biashara zisizoeleweka. Lakini kadri siku zilivyozidi kupita, pesa zilianza kupungua polepole. Mwanzo hawakujali, waliona bado zipo nyingi, lakini muda ulivyozidi kwenda, gharama za maisha zikawa kubwa kuliko walivyotarajia.
Biashara ndogo ndogo walizojaribu kuanzisha hazikwenda vizuri. Marafiki waliokuwa wamewazunguka kipindi cha pesa walipotea mmoja baada ya mwingine. Hatimaye siku ikafika ambapo pesa ziliisha kabisa. Hapo ndipo maisha yao yakaanza kubadilika. Kodi ya nyumba ikaanza kuwa tabu, mahitaji ya mtoto yakawa ni mengi, na hata chakula cha siku kikawa changamoto. Innocent akaanza kumlaumu Neema, akisema yeye ndiye aliyekuwa akitumia pesa hovyo bila mpango. Neema naye hakukaa kimya, akamlaumu Innocent kwa kutumia pesa hovyo. Kila siku nyumba yao ikawa uwanja wa mabishano. Maneno makali yakaanza kusikika. Ugomvi ukawa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Peter alikuwa amempa Beatrice namba mpya ambayo anatumia George sasa. Beatrice alijaribu kupiga namba hiyo, lakini ilikuwa haipatikani. Alijaribu mara nyingi, lakini haikupatikana. Kila siku alizunguka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam ambapo madereva taksi hupaki, akitumaini siku moja atamuona. Siku moja majira ya mchana, Beatrice alikuwa katika eneo la stendi kuu. Alisimama pembeni akitazama magari yakitoka na kuingia, macho yake yakizunguka kila kona kwa matumaini. Mara akamuona dereva mmoja akiwa amesimama pembeni ya gari lake akiongea na wenzake. Hakujua kuwa huyo alikuwa ni George. George ambaye sasa alikuwa anafahamika kwa jina la utani Simba. Alikuwa tayari amemshusha abiria, anasubiri abiria mwingine. Lakini wakati huo Beatrice alikuwa akizungumza na dereva mwingine akimuuliza kama anamjua George. Dereva yule alitikisa kichwa kusema hamjui. Dakika chache baadaye simu ya George ikaita. Ilikuwa ni mteja kupitia application. Haraka akapanda kwenye gari lake na kuondoka. George huwa ana simu mbili, simu ya kazi na simu ya kawaida, ambapo namba ile ya kawaida Peter anayo na ndiyo aliyompatia Beatrice. Lakini sasa ile simu ya kawaida ilikuwa mbovu, ilikuwa imezima hapatikani. Na sekunde chache tu baada ya George kuondoka, Beatrice aligeuka upande ule aliokuwa amesimama. Akaona gari inatoka kwa kasi kidogo, lakini hakulipa uzito. Hakujua kuwa aliyekuwa ndani alikuwa ni mtu anayemtafuta. Wakati George akiendesha gari, alimwona Beatrice kwa upande wa mgongoni kwenye side mirror. Alihisi kwamba ni mtu anayemfahamu, lakini akapuuzia, akahisi labda mawazo yamemzidia. Hivyo aliendelea kuendesha gari bila kujua kwamba amepishana na Beatrice. Hatma ilikuwa imewasogelea karibu, lakini wakapishana kwa watu wachache sana.